Kutoka nchi yetu leo tumekuandalia uchambuzi yakinifu kuhusu mchezo kati ya Taifa Stars na Tunisia, mchezo ambao ulitamatika hapo jana na safari ya Taifa Stars kuelekea kwenye hatua ya 16 bora dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, ambao hawa ndio wenyeji waandaaji wa michuano ya AFCON mwaka 2025. Tunaenda kuangalia hivyo. Jana tulishuhudia mechi bora sana kwa upande wa timu yetu ya Taifa Stars, ambao hapa walikutana na timu ya taifa ya Tunisia, moja kati ya mataifa ambayo kwenye viwango vya ubora duniani limetuzidi mbali sana, lakini pia hata kwenye viwango vya ubora barani Afrika imetuzidi, kwa sababu ukiwa unataja A-list teams kwa bara la Afrika huwezi kuacha kuitaja Tunisia. Lakini jana tukapata surprise performance kutoka kwa vijana wa Miguel Gamondi, ambapo tulipata sare ya goli 1-1. Haikuwa rahisi. Hapa ndipo ambapo tunakuja kumpongeza mwalimu ambao ameweza kutumia rasilimali alizonazo kwenda compete na A-list team kutoka bara la Afrika. Naizungumzia timu ya taifa ya Tunisia. Hapa uliona pia mwalimu namna ambavyo alibadilisha muundo wake wa kiuchezaji. Michezo yote ilianza na mfumo wa mabeki wanne, lakini siku ya jana kabadilisha muundo na kuja na mfumo wa mabeki watatu, wakati huo akitumia wingbacks wawili. Kwa maana upande wa kushoto alikuwepo Mohamed Hussein Shabalala, upande wa kulia alikuwepo Haji Mnoga. Hii haikuwa rahisi. Hii tafsiri yake ilikuwa pale ambapo timu inashambuliwa kuna wachezaji watano ambao hawa na uwezo mkubwa wa kuzuia, lakini pia wale viungo wawili wa uzuiaji Alphonse Mabula pamoja na Novatus Dismas Miroshi pia walikuwa wanakuja kuongeza idadi ya watu kwenye kuzuia. Maana yake ulikuwa na almost wachezaji 7 ambao wanatengeneza ama wanaunda ule ukuta ambao tulikuwa nao kwenye safu ya ulinzi kwa upande wa timu yetu ya Taifa Stars. Hii ikawapa wakati mgumu sana wa Tunisia kina Handball ku open up zile spaces ambazo pengine walikuwa wanatarajia kuzipata. Kwa hiyo kimsingi tunaona namna ambavyo Miguel Gamondi alikuwa na mpango kazi nzuri sana dhidi ya Tunisia, ambao ni moja kati ya timu ambazo ziko katika daraja la juu sana. Lakini mbali na hapo tuliona performance bora kwa wachezaji kama Bakari Nondo Mwamnyeto. Uwezo wake wa kupiga pasi fupi, uwezo wake wa kupiga pasi ndefu ndio kitu ambacho Miguel Gamondi nadhani alikuwa anakihitaji kutoka kwa mtu kama Bakari Nondo Mwamnyeto. Uwezo wake wa kuzungumza na waamuzi, kwa maana ya ile tabia ya uongozi ama unahodha ambao amekuwa nayo tangu yuko kwenye klabu ya Coastal Union, Young Africans, na hata jana ambapo kuwepo kwenye mchezo ameonyesha ile sanaa yake ya uongozi ambayo iko ndani yake, uwezo wa kuorganize wachezaji wenzake kwenye kucheza kwenye majukumu ambayo wamepangiwa na mwalimu. Kwa hiyo kwangu mimi jana ilikuwa ni super game kwa upande wetu, lakini pia ilikuwa ni mechi muhimu sana ambayo imetupa nafasi ya kuqualify kwenda kwenye hatua ya 16 bora.